Uwanja umefurika, uwanja umejaa. Hizi sio nyuki bro, hawa ni wana Simba ambao wamekuja kusherekea siku yao muhimu, siku yao pendwa, siku ya kihistoria, na hii ni siku ya Simba Day. Tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hii ndiyo siku ya wekundu wa Msimbazi. Sasa live kabisa hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, matukio mengi sana yanaendelea, lakini hapa tunaenda kuchambua ratiba kamili ya wekundu wa Msimbazi, ambapo tutaenda kuangalia tiketi ambazo walizitoa, ambazo tayari wana Simba wameshachukua kwa asilimia zake, zingine zikiwa zimejaa. Lakini pia tutaenda kuangalia wasanii mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kuperform kwenye siku ya Simba Day. Lakini kubwa kuliko ni tutaenda kuangalia kikosi. Mwalimu Steven Baka tayari ameshatangaza kikosi ambacho kitaenda kucheza mechi yake ya kirafiki dhidi ya Tanzania, dhidi ya Kenya Police. Kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi kitashuka dimbani. Ratiba zote hizi tunaenda kuangalia hapa Tubone Media. Sasa live kabisa hapa jijini Dar es Salaam. Nikukumbushe tu wewe, kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi moja kwa moja utakuwa unatupata live na matukio yanayoendelea hapa jijini Uhuru kwenye siku ya wekundu wa Msimbazi. Hii ni siku ya wekundu wa Msimbazi. Hii ni siku special kabisa kwa ajili ya wana Msimbazi. Sasa wewe unayetutazama, tuambie wewe unasherehekea sikukuu ya Msimbazi, sikukuu ya Simba Day ukiwa mkoa gani ama ukiwa nchi gani? Tuambie hapo kwenye comment. Moja kwa moja wana Simba tunajuana hapo kwenye comment. Sasa moja kwa moja tunaanza na ratiba ya wekundu wa Msimbazi ambao walitoa kwenye upande wa tiketi. Upande wa tiketi kulikuwa na tiketi za Platinum, VIP A pamoja na mzunguko. Lakini kwa ratiba walioitoa wekundu wa Msimbazi, siti za Platinum ama tiketi za Platinum tayari ni sold out, yani manake zimeshajaa siti za Platinum. Hizi ni mzunguko A kabisa, Platinum mbele kabisa, sold out. Wana Simba wameshajitokeza kwa wingi, tayari wameshachukua mzigo, ni sold out. Lakini kwenye siti za VIP A asilimia 98 ya wana Simba wamejitokeza. Just imagine zilibaki asilimia 2 tu kufikia sold out. Hao ni wana Simba bro, wanatisha sana siku yao ya leo, wamefikisha asilimia 98 ya VIP. Lakini kwenye siti za mzunguko ambapo wanakaa wale watu ambao kidogo hali ya uchumi sio nzuri, lakini watu ambao kiingilio ni kidogo, asilimia 90 ya wana Simba wameisha jaza uwanja. Sasa ukianza kuangalia kwa takwimu zinavyoonyesha, moja kwa moja ni uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam umefurika wana Simba. Je, wewe mwana Simba unakosaje? Basi tutazame sisi mwanzo mpaka mwisho ili uwe live upate matukio na upate kile kitu ambacho kinaendelea siku ya Simba Day. Lakini pia usisahau kutuambia hapo kwenye comment kwamba wewe unaitakia Simba Sport Club siku ya Simba Day ukiwa wapi, lakini pia unaitazama Simba Day ukiwa mkoa gani au ukiwa nchi gani? Tuambia hapo kwenye comment. Sasa hiyo ni ratiba moja wapo, lakini pia ratiba nyingine ya wekundu wa Msimbazi tunaenda kutazama wasanii mbalimbali ambao wameitwa kuja kufanya performance ama kufanya show siku hii maalumu kwa wekundu wa Msimbazi. Tutaangalia main artist, yani kuna wasanii wengi sana, lakini kuna main artist, yani yule ambaye ni special kwa ajili ya wana Simba wote. Moja kabisa tunaanza kuangalia kuna Twanga Pepeta Band ambao watakuwa live kabisa kutumbuiza hapa jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Uhuru. Twanga Pepeta Band wapo live kabisa. Lakini pia kuna Wizzy MP, msanii wa kizazi kipya huyu wa hip hop, ambaye atakuwepo pia kwenye siku ya Simba Day. Lakini mwingine ni Chino Kids, Chino Wanamani, ambaye anajulikana sana na wana Simba watashabikia, na Chino Wanamani atakuwepo akitoa shangwe, akitoa furaha kwa wana Simba wote. Lakini main artist ambaye wamemchagua wana Simba Sport Club na pia ni kipenzi cha wana Simba, basi ni Ali Kiba. Huyu ndiye main artist, yani artist ambaye atakuwepo, msanii mkubwa ambaye atakuwepo kwenye tamasha hili. Wote ni wakubwa, lakini main artist ni Ali Kiba ambaye naye atatoa show ama atatumbuiza kwenye tamasha hili la Simba Sport Club. Lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na kikosi ambacho mwalimu Steven Baka ameamua kukianzisha leo hii dhidi ya Tanzania Police. Sasa twende tukatazame, je, mwalimu Baka
ameamua kuanza na kikosi gani, kwa maana wekundu wa Msimbazi wamefanya sajili nyingi sana kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Tumeona maingizo mapya ambayo yamesajiliwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, lakini pia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi leo hii wamepata nafasi. Twende tukatazame, je, ni kikosi gani hicho ambacho kinaanza leo hii? Lakini kikosi hicho ni kama ifuatavyo. Namba 1 ameanza ni Djibril Kasali, golikipa namba 1 wa wekundu wa Msimbazi, huyu ambaye atasimama kwenye milingoti mitatu ya wekundu wa Msimbazi. Lakini namba 2 ni Duchu, huyu kijana mdogo ambaye ameanza namba 2. Namba 3 ni Nixon Kibabage, na namba 4 ni Lucien Delac, na namba 5 ni Toule, na namba 6 ni Kagoma, na namba 7 ni Geye, namba 8 ni Jabal, namba 9 ni Dumbia, ingizo jipya Osman wa Bongo, namba 10 ni Kratos Chota Chama, lakini namba 11 ni Magalwa, ingizo jipya la wekundu wa Msimbazi. Sasa hichi ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambacho kitaanza kumenyana dhidi ya Kenya Police. Lakini matukio ni mengi sana. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekaa benchi. Hii ni tafsiri ya kikosi kipana, na michuano hii ama tamasha hili huwa linampa kila mchezaji nafasi ya kuonesha kile alichonacho mbele ya wanasimba. Hivyo basi tutarajie kuwaona wachezaji wote wakipata nafasi siku hii ya leo kuonesha kile walichonacho. Je, wewe mwana Simba unasubiri umuone mchezaji gani akiperform vizuri sana? Lakini pia utuambie wewe unatazama Simba Day ukiwa mkoa gani? Tuambie hapo kwenye comment, usisahau. Lakini pia usisahau kusubscribe ili kuendelea kutupata live, kupata matukio ambayo yanaendelea hapa jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Uhuru. Hakikisha umesubscribe mwana Simba wewe. Tutakutana kwenye video nyingine ama tutakutana kwenye matukio mengine. Ili usipitwe na matukio, hakikisha umesubscribe.